رمضان 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 كريم رمضان 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 كريم رمضان رمضان mwezi mwema unakuja kwetu sisi Islamu, tuwe nini wema waja, tuhimizane kaumu zetu zote, kula haja ni kwake yeye karimu. Ramadhan 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 karim Ramadhan 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 karim rafiki mwema mzuri ndiye huyo metujia, malipo yake kathiri, mema tukijifanyia, tuepukeni mashari, kumridhishe jalia. Ramadhan 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 karim Ramadhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha kila siku kuanzia saa 4 hadi saa 6, ambapo kipindi hiki kinakujia hususan wakati wa Ramadhani, na tumekuandalia mashaka tofauti tofauti. Kwa leo studioni tuko naye shekhi wetu Sheikh Muhsin Ali Bute, ambaye ni kijana mwenzetu lakini amebobea katika fani hii ya ualimu na katika kuelimisha jamii. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, kumbuka leo tutazungumzia mada nzima ya sumu za maisha. Sumu za maisha ni vitu gani ambavyo vitakuharibia maisha yako wewe kama mwanadamu. Kwa hivyo mengi tutamwachia mwenyewe shekhi wetu atuelezee, lakini kumbuka unatupata katika mitandao yetu ya Facebook Al Ihsan TV, Twitter Al Ihsan TV, na vile vile YouTube na Instagram Al Ihsan TV. Mpenzi mtazamaji, tutachukua nusu saa kueleza maelezo haya, kisha awamu yetu ya mwisho tutakupa fursa ya wewe kuuliza swali kuhusu mada hii. Ikiwa kuna mahali labda hukuelewa ama umetatizika ama unataka ufafanuzi zaidi, tumekupa fursa. Awamu yetu ya mwisho unaweza kutupigia simu kwa nambari 0793 000 123 0793 000 Pia vile vile unaweza kutuma maswali yako katika mitandao yetu ya Al Ihsan TV, Facebook, Twitter, Instagram na YouTube. Yote tutayasoma na shekhi wetu yuko studioni hapa tayari, atakuwa mwenye kutujibu maswali haya. Sheikh Muhsin, asalamu alaykum. Alaykum assalam habib, tamam. Vipi sawa? Mimi nashukuru, sije. Karibu katika kipindi. Alhamdulillah, naona sauti yako haitoki. Naam. Sije nikubana ama ni vipi? Nafikiri kila somo linavyokwenda sauti yako ni chini. Mashaallah. Tuanze kwa kumwa mkuu wa mtazamaji wetu mamkuzi ya bora yenye thawabu, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ulivyotangulia kuarifisha jina la maudhui yetu ya leo, kwamba tutajaribu kuzizungumzia sumu za maisha. Lakini ni vyema kwanza tukianza kwa kumhimidi Mwenyezi Mungu kama ilivyo ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man jaa bitawhidi waddin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mola wetu subhanahu wa ta'ala, na kadhalika baada ya kumsalia kipenzi chetu na kiongozi wetu mtukufu wa daraja bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa hakika ni jambo la furaha na ni jambo zuri kuweko hapa katika studio hizi za Al Ihsan TV. Shukran. Na lengo la kuwa hapa ni kwa sababu ya kupeana mawili matatu pamoja na mtazamaji wetu yatakayotuongoza katika dini yetu. Na tulioyakusudia kuyazungumza leo katika mada hii na masaa haya tulioko nayo, tumeazimia kuzizungumzia sumu katika maisha. Sumu katika maisha ni topic ambayo ya kusudia kuyaelezea mambo ambayo mtu akiwa nayo katika maisha yake, ikiwa ni tabia yake au amejipa yale mambo, basi huwa ni sumu, ni kama amekunywa sumu na yatamdhuru, na asipoondosha yatamtia motoni. Lakini kabla ya kwenda huko, katika neema tulizonazo sisi tunaozungumza Kiswahili ni kwamba baadhi ya maneno ya Kiarabu yanafanana na Kiswahili, kama neno hili la sumu. Sumu ni Kiswahili, lakini na Kiarabu ni hivyo hivyo, asumu ama summun kwa sin. Sumu. Sumu ni kitu chochote ama ni mada yoyote ambayo mtu anapoitumia basi humletea madhara katika mwili wake kwa njia yoyote ile. Na ikiwa si madhara, yaweza mletea maradhi. Ikiwa si maradhi, yaweza msababishia hata kufa ikiwa ameitumia na ikaingia ndani ya mwili wake. Sumu ambazo sisi twazijua ni vitu ambavyo kwamba mtu hutiliwa kama ni kwenye chakula ama hutiliwa kama ni kwenye kinywaji, na mtu anapoitia ndani ya mwili wake ikawa mwili tayari amesha udhuru, mwili ule tayari ameuharibu. Na ndio maana utaona kuna sumu ambazo ziko maji, kama vile dawa ya maji kuitia mahali, na kuna sumu ambazo ni kitu kigumu, ziko kama vile tembe kabisa, au kama vile kipande cha kigongo, lakini ikawa ni sumu. Ukiitumia itakudhuru na itakuharibia mwili wako, au hata yaweza ikakuua. Na wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam iliwahi kupatikana hata Mtume aliwahi kupewa sumu. Yuko mwanamke mmoja akiitwa Zainab bintul Harith, mwanamke wa Kiyahudi ambaye alikuwa na chuki na bwana Mtume kwa sababu mumewe, mtoto wake na watu fulani katika familia yake walimalizwa katika jihadi, wakamalizwa hali ya kuwa sio Waislamu. Sasa kile kisasi chake ikawa yuatembea kwa wale Mayahudi na kuwauliza ni kitu gani ambacho Muhammad yakipenda atakalipize kisasi kwa bwana Mtume. Sasa katika hali ile alipata habari, akaambiwa Mtume apenda nyama, na katika nyama apenda nyama ya mbuzi, na katika nyama ya mbuzi apenda mahali fulani, yani kiungo hichi kama paja namna hiyo. Naam. Yule mwanamke alidhamiria haswa, akaenda akaitafuta ile nyama na akaitia sumu ili amalize Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akamtegesha Mtume njiani baada ya kuwa ameipika vizuri. Akamwambia Mtume, mimi nina nyama nimekutengenezea, hii nyama ni zawadi ninakuletea, hadia.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa haregeshi hadia, tunu. Mtu akimtunukia Mtume alikuwa akipokea. Sadaka Mtume alikuwa hali, lakini tunu Mtume akipokea. Mtume hakuweza kuiregesha, na ule amemwambia hii ni tunu nimekuletea, na alikuwa na baadhi ya maswahaba hapo. Mtume alipoichukua ile nyama aliketi kula, na kuna baadhi ya maswahaba waliketi kula na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa ni sumu faal, sumu ya ukweli. Ukiila hukai. Hata baadhi ya riwaya zasema katika baadhi ya maswahaba waliokula ile sumu walikufa kwa namna ambavyo ilikuwa ni kali. Lakini wakati Mtume yuaila, ile nyama ilimtamkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikamwambia Mtume, mimi nimetiwa sumu, bimaana usinile. Mtume akawakataza wale maswahaba, na walikuwa tayari washakula. Mmoja akamwambia Mtume, ya Rasulullah, hii nyama imekwambia imetiwa sumu, mimi nilipoionja nilihisi, lakini niliona haya kusema mbele yako wakati wewe wala. Sasa na mimi nitawezaje niache ilhali wewe wala? Kabidi na mimi nile. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ile sumu ilimdhuru, Kwa hivyo Mtume alikula ile nyama. Na Mtume ni mwanadamu, lakini si kama wanadamu wengine, basharan la kalbashar. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama ilimdhuru ile nyama, ingawa si sawa na ilivyo wadhuru wale. Na Mtume alimuita yule mwanamke na akakiri, nimefanya hivi kwa sababu kadhaa kadhaa kadhaa, kisha mpaka mwisho wake. Lakini tunapopataka sisi ni wapi? Tunapopataka ni kwamba sumu ziko, na mtu akitumia itamdhuru. Hata wakati mwingine chakula ambacho mtu akiendani na yeye, utaambiwa ame food poison, wanasema mazingira ya mwili na tumbo, ikawa utaambua umekula chakula ambacho hakikufai. Almuhimu ni kwamba tumejaribu kuutaja huo mukaddima ili tuweze kuelewa neno sumu ni neno hatari. Sawasawa likitumika katika hii sumu ya kawaida ya kutia kwenye chakula ama kinywaji ama vinginevyo, sawasawa ikitumika katika mambo mengine. Na sisi tumelichagua neno hili la sumu za maisha ili tutakapoyazungumza yale tunaoyazungumza, Muislamu ajue kwamba haya mambo ni sumu, yana athari kubwa. Na kama ambavyo hii sumu ya kawaida nikiitumia itanidhuru na itaniharibia maisha, basi sumu hii tutakayoitaja akiitumia itamdhuru dini yake na itamsababisha atoe motoni. Kwa hiyo makusudio yetu katika neno la sumu za maisha sio kuzizungumzia hizi sumu za hapa za duniani ama sumu za vyakula. La, makusudio yetu ni kuzungumzia mambo au matendo ambayo Muislamu akiyafanya, basi mambo yale au matendo yale yatamharibia maisha yake, na si ajabu kummalizia akhira yake, akienda akaadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atulinde na adhabu za siku ya Kiyama. Tujaribu kuenda na wakati tuingie katika kuitaja sumu ya kwanza, katika sumu ambazo mtu akiwa nazo zitamharibia dini, zitamharibia akhira, na atakwenda kuangamia kama tutakavyofahamu, tutakavyoelezea. Tumeipa jina sumu hii, tumeita an-nifaq, unafiq. Unafiq ndio katika sumu ya kwanza ambayo leo tumependa tuitangulize. Na hizi sumu ni nyingi, ingawaja hatutoweza kwa muda huu kuzifafanua zote, lakini ama kuzitaja zote, lakini msikilizaji wetu pale alipo, kwa zile tutakazotaja, tuna imani ataweza kujalizia zile ambazo hatukuzitaja. Naam, inshallah. Unafiq. Unafiq ni nini? Unafiq katika lugha ya Kiarabu ni mtu, idharu al-insani, ni mtu anapodhihirisha kitu ambacho sicho
kiweka ndani ya moyo. Yani mtu hayuko katika reality yake, ana pretend. Haswa neno zuri kabisa. Yani mtu ambaye namna unavomuona nje sivyo alivyo ndani. Nje yaonyesha picha tofauti, lakini nia yake kabisa ndani sio ile. Haswa kabisa. Na wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndipo watu walianza kulitambua hili neno na kulijua laelekea kwa kina nani. Kuna watu ambao walikuwa wakikaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakimdhihirishia Mtume, sisi tuko na wewe. Hiyo ndio picha yao. Lakini ukija ndani sasa, wao wako pamoja na wale maadui za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unafik mpaka leo uko, na unafik ni sumu, na mnafik yuko kwenye hatari kubwa. Lakini masikitiko katika wakati wetu wa leo, kila mtu hujiona yeye siye, akamuona mwenzake ndiye ni mnafik. Wakati mafunzo yalivyokuja ni mtu ajitizame yeye kwanza ili ajitoe, sio amtizame mwenzake ili amuingize. Unafahamu zio? Ili ajitoe, si amtizame mwenzake ili amuingize katika unafiki. Na utaona hata Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sana alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu yeye asiwe katika hili kundi, na alikuwa mara kwa mara akijishuku, istika mimi niko. Lengo la kule kujishuku ni ili apate kujitoa. Na Sayyidina Umar hawezi kuwa katika hawa na hawezi kuwa katika hao Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kwa sababu Sayyidina Umar ni katika wale masahaba 10 waliobashiriwa pepo. Yani wako duniani, wako hai, lakini ni watu wa peponi tayari. Atakuwa vipi mtu wa peponi halafu ni katika wanafiki? Haiwezekani. Alikuwa akimfuata Sayyiduna Hudhaifa ibn al-Yaman. Naam. Sayyidina Hudhaifa Mtume alimtajia majina ya wale wanafiki, fulani fulani fulani, kisha akamwambia mimi si waswali na wewe usiwaswalie. Ukifa mtu, watu wakitaka kujua ndiye uangalia Hudhaifa ankwenda kumswalia ama hajakwenda. Wajua huyu alikuwa mnafiki ama huyu alikuwa si mnafiki. Watu walikuwa, Sayyidina Umar alikuwa akimfuata Hudhaifa mara kwa mara kwenda kumuuliza mimi nimo. Kwa sababu yeye ndo ana ile list aliyopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mimi nimo, ili kama yumo apate kujitoa. Ndio tukasema mtu ni ajichunguze yeye, ajitoe. Sio amchunguze mwenzake ili amuingize katika sifa ya unafiki. Ni sifa mbaya. Ni sumu. Ukiangalia hapo kwamba Mtume alisema mimi sitawaswalia. Naam. Hilo ni jambo kubwa sana. Ni jambo kubwa sana. Naam. Mtu akifa lazima aoshwe, akafiniwe, aswaliwe, azikwe. Na katika mambo yote swala ni katika kipaumbele. Tumuombea yule mtu kwa Mwenyezi Mungu pale tunapomswalia. Mtume anaposema simswalii ni kama kusema simuombei, kwa sababu hastahiki kuombewa huyo. Kabisa. Jambo kubwa sana. Sana. Ndio tukalitia katika somo za maisha. Ndio. Sayyidina Umar akienda kwa Hudhaifa, Hudhaifa alikuwa akimwambia, yani alikuwa akimtia huku, akimtoa huku, akimhepa yani. Kwa sababu hawezi kuitoa siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakumwambia sema, amwambia yeye. Au amwambia akawaambia. Hakumwambia akawaambia watu. Ilipokuwa Sayyidina Umar yomfuata sana Hudhaifa, hapo ndio Hudhaifa alimwambia wewe katika wale 10 waliobashiriwa pepo. Akimaanisha kwamba haumo. Lakini hakumwambia waziwazi kwamba wewe haumo. Alimwambia kwa nini, yani indirect. Akamwambia kwamba wewe katika wale waliobashiriwa pepo, bimaana haumo. Kwa hiyo unafiki ni mtu ajiangalie yeye, ajitoe. Lakini unafiki kama walivyogawanya wanazuoni, wameugawanya katika sehemu mbili. Wamesema kuna nifaqun i'tiqadi, unafiki wa itikadi. Itikadi ni yani unafiki wa kiimani.
wa kiimani. Kisha kuna nifaqun amaliyun. Huu ni unafiki wa kimatendo. Ndiyo. Kwa hiyo kuna mtu akawa ni mnafiki lakini imani yake ndio ya kinafiki, matendo yake hayakai kinafiki. Akiwa mbele ya mtumi ama mbele ya Waislamu yatenda matendo yale ya Kiislamu, hayakai kinafiki kabisa. Ndiyo. Lakini ndani bila shaka, lakini kiimani imani ndani yake ni imani ya kinafiki. Kisha kuna mwingine ni munafiki lakini matendo yake ndiyo ya kinafiki, lakini imani yake ndani ni Muislamu kamili. Hii kwa mfano waweza ifafanua vipi? Tukipiga mfano, naam, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, naam, ambaye ndio alikuwa kiongozi wa wanafiki wakati wa mtume. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay alikuwa katika hii sampuli ya kwanza ya unafiki wa itikadi ya ndani. Naam. Akiwa mbele ya mtume ina mikono kabisa bwana. Akiwa mbele ya mtume, ya Rasulullah, ni wewe bwana kila kitu. Watu kuswali yumo, watu kufanya hivi yumo, funga. Lakini ndani ya imani yake anashaka kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Rasulullah. Anashaka, hayuko sure. Ndani ya imani yake yuampinga mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akiwa naye hamaonyeshi kwamba mimi nakupinga. Ndiyo. Kwa hiyo matendo yake matendo ya Kiislamu, lakini ndani mwake si Muislamu. Hii ndio tuita an-nifaqul i'tiqadi, unafiki wa kiitikadi ama wa kiimani. Ndiyo. Na grupu hii ya kwanza ya unafiki huu ndio ule ambao wamtoa mtu katika Uislamu. Mtu akiwa nao ni Muislamu na akifa na sumu si Muislamu, yani mtu akiwa nao si Muislamu na akifa na sumu hii atakwenda kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yake huwa ashayatia sumu yote. Naam. Kuna labda tuzungumzie kitu kidogo kuhusu hiyo. Sawa sawa. Kuna shekhe alipoteza saa msikitini. Ndio. Akainuka pale mbele ya mimbar akasema, jamani, saa yangu inaibiwa. Mimi si Muislamu wa haja, nataka saa yangu. Naenda kuroga mtu mimi. Nafikiri labda tuzungumzia kama hapo. Manake yuwaswali lakini moyoni mwake vitendo vile vya madhambi bado anavyo. Anasema mimi si Muislamu wa haja. Kidogo anashaka na Uislamu, anataka kwenda kuongeza mambo mengine saa yake ipatikane. Ama mtu alichukua saa dhuriki na alipata. Wallahi si. Lakini kama huyu nafikiri tuweza tukamtoa kidogo katika hapa. Tutamtoa kidogo. Tuweza tukamweka kando. Kwa sababu huyu tuweza tukasema alichonacho katika moyo si shaka katika Uislamu, bali alichonacho ni matendo fulani ambayo Muislamu akiwa nayo ya madhambi hafai kuwa nayo. Ni matendo ambayo kwamba hayafai, matendo ambayo si mazuri. Na kama hiyo lugha kusema mimi si Muislamu wa haja, yaashiria kwamba ana matendo ambayo atakaniwa ayaache matendo. Kidogo mengine si ya Kiislamu. Si ya Kiislamu. Ndiyo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an ameuzungumzia unafiki wa sampuli hii ambayo hii ni sumu mbaya sana ya maisha. Ndiyo. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani kutuonyesha kwamba hii ni sumu. Na mtu akiwa nayo maisha yake yamekwisha. Ndiyo. Hata duniani akiishi kwa raha kuna maisha makubwa yanayokuja. Kweli. Mwenyezi Mungu asema katika surati An-Nisa, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Wale wanafiki watakuwa katika lile shimo la chini zaidi. Al-asfal sio as-sufla. As-sufla ni shimo tu la chini. Al-asfal ni mubalagha, ni lile shimo la chini zaidi la motoni. Wanafiki watakwenda kutiwa huko. Na makusudio ya wanafiki hapa ni wale ambao ni hii sampuli ya kwanza ya unafiki wa itikadi ama wa imani. Na ndio maana
kwa kuwa moto una mashimo enda chini, wao wameonekaniwa kwa sababu walikuwa na sumu mbaya, wakaonekaniwa hawa hawafai hata kuwekwa lile shimo la juu juu, hawa ni wekulela chini kabisa. Wale walioko juu wanateketea, lakini wao ndio kama wanawateketeza, manake moto unawaka kupitia wao. Na tumeambiwa katika Qur'ani kwamba kuni za moto ni watu na mawe, na hao watu wenyewe ni hawa miongoni. Kwa hivyo wao ndio wanafiki, ndio katika hiyo aya wametajwa hao. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar. Mwenyezi Mungu asema watakuwa shimo la chini zaidi, walan tajida lahum nasira, na hautompata mwenye kuwanusuru na mwenye kuwaokoa watakapokuwa kule katika lile shimo la chini zaidi. Allahu Akbar. Naam. Lakini iache aya hii, nenda katika aya iliyoko surati al-Baqara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mwanzo nafikiri ni aya 9. Mwenyezi Mungu asema hawa watu walitiwa kule kabisa kwa sababu walikuwa wakimhadaa Mungu. Ndio ile kujidhihirisha wao waswali wa nini, kumbe ndani mwao sivyo. Wakimhadaa Mwenyezi Mungu hawakutosheka. Walladhina amanu, wakiwahadaa na waumini. Waumini wajua hao wenzetu hawa, kumbe si wenzetu, ni maadui zetu. Tukizungumza mambo yetu wanatusikiza, alafu wanachukua wanapeleka kule ambako kule wao ndo wanaona ndio kwao. Lengo lao sisi tudhurike. Kweli. Mefahamu sio? Hasa Mwenyezi Mungu asema wanamhadaa Mungu na wanawahadaa waumini, lakini wamesahau kwamba kule kuhadaa wajihadaa wao wenyewe. Wama yash'urun, na wala hawatambui kwamba wao wajihadaa wao wenyewe. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'an. Na katika watu waliokuwa wametangaa kwa jambo hili kama tulivyotanguliza kusema ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay alikuwa na dharau kwa Waislamu, na akiwaona hawa si type yangu, yani si wenzangu, watu wa chini. Paka wakati mwingine akija kuongea na Mtume, akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam waondoshe hawa, tuongee mimi na wewe. Yani hawastahiki kukaa katika kikao ambacho mimi na wewe tukikaa. Waislamu wenzako wewe wasema hivyo. Wakati mwingine amekuja kuzungumza na Mtume, Mtume yuko juu ya punda amepanda. Akamwambia Mtume, si ushuke bwana, punda wako ana harufu mbaya yuanuka. Laqad adhani rihu himarik. Harufu ya punda wako inanuka. Yani udhi mimi, anikera. Kwa namna yani alivona chuki na dharau kwa Waislamu, lakini yajifanya mzuri. Hii ni somo mbaya sana. Na masikitiko makubwa ndugu yangu Rama, ni kwamba somo hii mpaka leo iko, na wale ambao wanayo hawakubali kwamba wao wanayo. Na tutataja baadhi ya mambo, utaona kwamba sumu hii bado iko. Tutataja baadhi ya sifa. Lakini kabla ya kuzifikia, kwanza tuende katika ile sampuli nyingine ya pili. Sumu ya matendo sasa. Sumu ya kinafiki, lakini unafiki upande wa matendo. Ndiyo. Imani iko sawa. Lakini mtu ana matendo fulani ambayo asipoyaacha yatamharibia ile imani sasa, yamuingize kule kwingine. Ita affect imani yake, na kisha mwisho wake atakuwa kama wale wengine. Ambao hii yaitwa an-nifaqul asghar, unafiki mdogo. Yani ule wa kwanza ni mkubwa ule. Unafiki huu ni upi? Ni pale mtu anapokuwa na matendo ama sifa miongoni mwa sifa walizotajwa nazo wanafiki. Imani yake iko sawa, lakini kuna kitendo fulani yeye anacho ambacho kitendo kile ni katika sifa za wanafiki. Ndiyo. Tuipitie katika hadithi moja ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuipate picha kamili ya haya tunayosema. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema arba'un, kuna mambo manne, man kunna fihi
yoyote ambayo yale mambo yatakuwa kwake, yani yale mambo yeye anayo yote manne kwa pamoja, kana munafiqan khaliswa, mtume asema atakuwa ni mnafiki swafi bila shaka akiwa nao yote manne kwa pamoja. Kisha mtume asema sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha, na yoyote atakayekuwa na moja katika hayo manne, si yote, moja wapo mawili, atakuwa ana tabia ama chembe chembe za kinafiki mpaka aiache ile alionayo. Kwa hiyo huyu hajakuwa mnafiki swafi, lakini ana chembe chembe, na ndio maana tukasema huu ni an-nifaqul amali, ni unafiki mdogo, kwa sababu akiacha ile tabia atatoka. Asipoiacha atakuwa na chembe chembe za unafiki, na akifanya machezo akaingia kabisa kule ndani. Umefahamu sio? Na mambo haya mtume ameyataja haya mambo manne. Mtume asema jambo la kwanza, idha tumina khana, kimwona mtu ambaye akipewa uaminifu yafanya khiana. Mtu ambaye akiekwa katika jambo kusimamia ataiba. Mtu ambaye akiachiwa mali za yatima kuzilinda atakula. Mtu ambaye pengine ni nyumba watu waishi majirani, atakaposafiri mume kwenda kumtafutia mkewe maisha atamtaka mke wake yule, na mume amemwamini. Na namna kama hizi nafikiri umenipata. Yani akiaminiwa katika kitu chochote, yeye msafiania huyu atafanya khiana. Akipewa mambo ya Waislamu kuyasimamia, atatia uwizi katika yale mambo. Mtu kama huyu, hii ni sifa ya kwanza, jambo la kwanza katika yale manne. La pili, mtume akasema, wa idha haddatha kadhab, akizungumza huwa maneno yake ni mrongo. Yani yeye daima paka ajulikaniwa rongo lile, hata si mrongo yule, kwa namna rongo lile. Unafahamu, akizungumza ni mrongo. Hili jambo la pili. Tumesema la tatu, wa idha ahada ghadar, akitoa ahadi atafanya vitembe. Yani akikwambia na kupromise nitafanya hivi, wewe tarajia opposite yake. Hafanyi. Ama tutane saa fulani, ukienda hayuko. Unafahamu? Mwanasiasa sasa, tutaje mwanasiasa. Amesema nitafanya hivi lakini hafanyi. Ni sifa mbaya. Kimpigia hashiki. Akiahidi hatimizi ile ahadi yake. Ni sifa ya tatu. Kisha mtume akamaliza jambo la nne, wa idha khaswa mafajar, akiteta na mtu lazima ule ugomvi atafanya ubaya yeye, atafanya uovu. Yani mmeteta lakini lazima atakudhuru. Wajua tukiteta kibinadamu si lazima mimi nikudhuru ama wewe unidhuru. Lakini huyu mkiteta tarajia atakudhuru, atakufanya jambo baya kwa sababu ya ule ugomvi ambao mmeteta. Labda tukiteta tumeteta kwa sababu ya hasira, ikaa hasira zikishuka tuamalimisana, tupatanishwa, tuelewana. Yeye lazima atamalizia kwa kitu kibaya, hajui kurudi nyuma. Al-aladul khasim, pake mbele kwa mbele. Akikwambia nitakuvunja mkono, wewe kila ukimwona ufiche, kwa sababu usipoficha utavunja. Sasa hizi sifa nne. Sifa ya kwanza, akiaminiwa hufanya khiana, akizungumza ni mrongo, akiahidi hufanya vitimbi, na akiteta hufanya uovu. Sifa hizi nne mtume asema mtu akiwa nazo zote, haya mambo manne yote mtu anayo, ni mnafiki swafi. Lakini mtu akiwa na moja katika haya, ana chembe za unafiki, hata yadaa, paka aliache ile jambo. Ina maana si mnafiki swafi, lakini ana chembe chembe za unafiki, ana tabia za kinafiki, na ana tabia za kinafiki. Na sampuli hizi ndio kwetu zimekithiri. Nakupa dakika tuchukue mapumziko kidogo inshallah. Hizi nne kwetu sisi ndio zimekithiri. Utamkuta mtu huyu ana hii, hana zote, lakini mwingine ana hii. Utamkuta mtu mpaka ukisikia habari zake wajua ni urongo,
Achana naye yule bwana, tumjua sisi. Ndiyo. Utamkuta mtu akitoa ahadi, baada ya kuondoka mtu ambaye mwenzake, kwa hiyo umeamini kwamba atakuja. Umefahamu? Kwa sababu ajulikaniwa hatekelezi ahadi, hana ahadi. Utakuta hizi kwetu zimeingia moja moja. Mtu ni 5 salawat, imani yake mtu ni nzima, lakini ana kijisifa katika hizi sifa za unafiki. Na ndio maana tukasema jambo hili ni somo. Kwa sababu mtu akiwa nayo yote atakuwa ni mnafiki katika ile unafiki mkubwa ambao ule watoa katika Uislamu. Ule mtu akiwa nao ni kafiri. Kwa hivyo Sheikh Muhsin, labbaik, yani ukiwa na hizi 4 waingia kwenye unafiki mdogo ama ule mkubwa? Na ukiendelea na hiyo kidogo kidogo, tuambiana sisi haba na haba ujaza kibaba. Utakuja kufanya makubwa wewe. Nafikiri kufikia hapa tuweke mapumziko kidogo. Wewe utuongoze nini cha kufanya, lakini tutakaporudi tuingie katika kubainisha zile sifa ambazo mtu aweza jichunguza ili ajitoe, sio amchunguze mwenzake ili amuingize. Tumwambie mtazamaji wetu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, tutamwacha shekhe wetu apumzike, na nyinyi pia yale ambayo ameeleza yaingie katika bongo zenu. Wazungu wanasema to digest, yatuingie vizuri ili tukiweza kuyasikiza na tuweze kuyapractice. Basi mpaka kufikia hapo tutachukua mapumziko kidogo. Tutakaporudi mwenyewe ameshasema tutaendelea insha Allah. Usiondoke, muda ni mrefu. Na ikiwa na swali lolote kuhusu mada hii, tumesema unaweza kutupigia simu kwa nambari 0793 0000123, ama pia vile vile unaweza kutuma maswali yako katika mitandao yetu ya kijamii: Al-Ihsan TV Facebook, Al-Ihsan TV Twitter, Al-Ihsan TV Instagram, Al-Ihsan TV YouTube. Usiondoke, muda si mrefu tutarudi hewani. ربي يا كريم ربي يا رحيم تتغفري يا رمضان يا رمضان يا رمضان utupe imani
tuingie peponi na tumwa pamoja. Na mwisho mzuri na kheri kathiri tatukusanyia. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan. Swala na salamu zende kwa karimu mwema wa tabia. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan. Ala na sahaba na kulla karaba na kulla nabi. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika ukumbi wetu ambapo leo tunaongelea sumu za maisha. Sumu za maisha, na Sheikh wetu Muhsin Ali Bute yuko studioni, ambaye ametupeleka kipindi chetu cha kwanza na yuko tayari kutufafanulia kipindi cha pili. Sheikh Muhsin, bila kupoteza wakati, turudi kwenye mada yetu inshallah. Shukran kwa kunikaribisha tena. Tupate kumalizia kile ambacho tumeanza kukizungumza. Nafikiri katika kipindi cha kwanza tumejaribu kufafanua sumu ni nini. Ndiyo. Na tukataja kwamba sumu ni kitu kibaya kinachodhuru kabisa. Na tukaingia kwamba lengo letu sisi kuzungumzia sumu hizi za vikutia kwenye vyakula na nini, bali tuzungumzia sumu ambazo za maharibia mtu akhera yake. Ndiyo. Na kwa kuwa sisi twapendana, twataka peponi tukaonane, tuwe pamoja, ni lazima tutahadharishane na turekebishane, mtu asizisongelee hizi sumu ili zisimdhuru. Na tukajaribu kutaja kwamba sumu ya kwanza ni unafiki. Na hatukutanguliza unafiki kwa sababu pengine ndio zile zingine hazina nguvu kama hii. La, ni katika ile mpangilio tu, hii ndio imekuja ya kwanza. Lakini huenda ya pili na uzito kuliko ya kwanza, huenda ya kwanza ina uzito kuliko ya pili, namna hiyo. Ndiyo. Na tumetaja unafiki kwamba uko katika sehemu mbili, wa kiitikadi na wa kimatendo. Na zote tumejaribu kuzielezea. Tuingie katika hatua ya mwisho ya kumalizia haya mambo, kisha tujaribu kuitaja somo ya pili, tuone kama wakati bado upo, tuende katika somo ya tatu inshallah. Katika mambo ambayo Muislamu afaa ajiangalie, mimi ninayo, ili kama anayo ajitoe katika sumu hii ya unafiki. Jambo la kwanza, mnafiki ana tabia yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ana tabia ya kukisema kitu kwa ulimi ambacho moyoni mwake hakiko. Bimaana mtu yoyote ajichunguze, akijiona kwamba yeye anachokisema kwenye ulimi sicho alichonacho
kwenye moyo wake, ajue kwamba yuko katika hatari, ajitoe kabisa, manake sumu ameanza kuwa nayo yeye, chembe chembe ya sumu. Kadhalika sifa nyingine, yufsiduna fil ardhi bil qawli wal fi'li. Ni watu ambao hapa kwenye ardhi waleta uharibifu, ima kwa vitendo au kwa maneno. Na ukimwambia wewe waleta uharibifu atakataa, atakwambia mimi natengeza. Kumbe ukweli wa maneno yeye ndio mharibifu mkubwa. Sasa mtu atajiangalia yeye mwenyewe, mimi najiangalia, wewe ndugu yangu Rama, sababu ukijiangalia utajijua wewe mwenyewe na utajirekebisha. Mbona mimi katika Uislamu, mbona mimi nimeketi kama ambaye na haribu kupitia maneno yangu au vitendo vangu ninavyofanya na utia doa Uislamu na utukanisha Uislamu, mtu aache ile jambo. Kadhalika katika sifa ambazo mtu atakaniwa ajiangalia awe nazo, yahlifuna billahi kadhiban liyasturu jaraimahum. Mtu yuapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na ni mrongo, wallahi wa billahi wa tallahi, lengo lake la kule kuapa ni kuficha makosa yake. Kuna kosa nilifanya, sasa alificha jina ya nyuma ya Mwenyezi Mungu, atia kiapo. Mtu akijiona ana tabia ya kuapa kila time wallahi kila time, ajue hii ni katika zile chembe chembe za ile sumu tayari anazo, ajiepushe mapema. Kadhalika utamuona mtu katika baadhi ya sifa, na nyingi tunazirukaruka, tarku tahakumi ila Allahi wa rasulih, mtu kuacha kujajiwa na Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kuweka Qur'ani ndio hakimu wake. Nikiwa na matatizo mimi, Uislamu wasema nini? Uislamu umeniambia vipi? Mtu lakini yuacha, yuakimbilia katika sheria zingine ama mambo mengine. Hii ni katika jumla ya kuashiria kwamba una chembe ile sumu ya unafiki. Naam. Tumalize jambo la mwisho, ni katika jumla ya hizo, ta'nuhum fil mu'minina wa tashkikuhum fi nawaya at-ta'i'in. Wale wanafiki wana tabia ya kuwatia aibu Waislamu, kuwadunga na kuwatilia shaka nia zao, wasijue kama tuko kwenye njia sawa ama tuko njia, yani kuwafanya watu wawe na shaka, wawaone wabaya. Kwa mfano, mtu aweza ikawa yuatoa sadaka. Yeye yule mnafiki huwa ana tabia ya kukaa kando kuambia watu, yatoa sadaka gani yule bwana, yatoa makafara. Kweli. Ataka kuua watu. Ndio. Usichukue. Ili kusudi kuwatia watu shaka kumhusu yeye. Na mifano kama hiyo. Ndio. Ni sumu mbaya sana katika maisha ya Muislamu. Sumu hii kama namna tulivyoonyesha, na mpaka tukasema Mtume amekataa kumswalia mtu mwenye sumu hii, ni kwamba ni jambo baya sana. Kwa hiyo Muislamu aliache, ajiangalia nalo, aliepuke ili awe salama katika akhera yake. Asiende huku duniani alikuwa kiswali na nini, kumbe yajisumbua siku ya kiyama ende akajikuta yuko chini kule kabisa, kwa sababu ya lile jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kumadhibu. Nafikiri mpaka hapa tukome, tujaribu kuenda katika kutaja sumu nyingine katika sumu za maisha. Ndio. Sumu ya pili, ndugu yangu Rama, hii ni sumu ambayo kwamba tutaielekeza zaidi kwa mama zetu na dada zetu, wake zetu na maokhti zetu na wanawake wa Kiislamu ulimwengu mzima. Bwana Rama, leo kuna mitandao ya kijamii. Na katika hii mitandao, hebu tuishike kwanza Facebook. Sawa. Tuishike Facebook. Sumu hii ya pili tutataka kuitaja wapi katika Facebook? Mtu, yani nakusudia mwanamke, sababu tumesema tuielekeza wanawake wa Kiislamu. Huenda akaketi kwenye kioo akajitengeza akajipamba.
Mkajitia kila makeup. Kila makeup. Jambo zuri. Mwanamke kujipamba, takikaniwa ajipambe. Lakini kumpambia nani? Mume wake. Mume wake. Anapomaliza yeye, cha kwanza anachokifanya ni mapicha. Akimaliza yale mapicha, yenda kuyatia katika profile yake ya Facebook yote yameingia. Picha hii ya mvango za kukata. Picha hii vichwa wazi. Picha yangeuka hivi. Amegeuka hivi. Na kibaya zaidi, yakwambia ukifurahishwa na picha zangu, namba hii hapa. Namba ya simu, nitafute. Okay, nitafuta. Huo uzuri uliona hapo nini huo? Utakuja ona ule wenyewe utauona. Hii ni sumu mbaya sana ambayo asilimia kubwa ya wanawake leo sumu hii imewapata. Kweli. Nafikiri jambo hili ni jambo ambalo halitaki aya wala hadithi, ingawaje tutazitoa. Lakini kwa namna lilivyo maarufu, wala lilikuwa halina haja ya kusherehesha kwa aya na hadithi. Kila mtu yaliona. Hao wenyewe wanaofanya wajua. Wao wenyewe wajua. Kweli. Kiasi cha kwamba kwa tabia hiyo wamesahilisha na wametengeneza mazingira mepesi ya mtu kufanya machafu. Ndiyo. Mtu imekuwa kuyakurubia machafu ni kitu rahisi sana. Ni kiasi cha kutoa shilingi 10,000 anunue smartphone, afungue mitandao, atafute huyu, angalie picha zake, achukue namba ya simu, khalas wa halum majarra. Na hapo ustadha, naam, atafutie huyu, achukue namba ya simu, mwingine pia ashaposti, achukue namba ya simu, achukue namba za simu tu. Tele. Tele. Alafu atarajia mtu huyo atahifadhi majina ya maswahaba. Huyo atabaki kuhifadhi namba za simu kabisa. Sasa kuna na hii ni WhatsApp. Inakuweka status. Bala nyingine. Tulikuwa tumeanza na Facebook. Kuna na hiyo WhatsApp. Bala kabisa. Mtu hujishoot video, short clip. Akajionyesha namna anavyocheza, namna alivyovaa, maumbile yake, akajipost. Amesahau kwamba kuna kufa, na zile zitabaki pale. Ushahidi kamili. Na hakuna kitu kibaya kama wewe kutufanya sisi binadamu tuwe ndio mashahidi wa kuenda kukutolea ushahidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitu kibaya sana. Angalia Bwana Rama, mtu akimkosea Mwenyezi Mungu peke yake yeye na Mungu ni tofauti na mtu ambaye alimkosea Mungu na akatuweka sisi tuwe mashahidi katika yale makosa. Yule alimkosea Mwenyezi Mungu peke yake, ziko baadhi ya hadithi zinazosema kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atamuita amsamee, kwa sababu alistiri ile hali. Hajaambiwa afanye, lakini ile stara ilikuwa. Huyu ambaye alifanya akatangaza, atastiriwa vipi? Mbali na kwamba kuna adhabu, ataadhibiwa. Kuna na hapa ulimwenguni maisha yake ameatia sumu. Amekuwa mwanamke mchafu, amekuwa mwanamke ambaye kwamba aonekana hana thamani, ana sifa mbaya. Mwili wake ni kitu rahisi tu kukiona, ni kiasi cha kuweka bundle za shilingi 20. Imekuwa ni mwanamke ambaye ameharibu akhera yake, atakwenda kuadhibiwa sana. Amejifanya bidhaa rahisi. Katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipiga vikali tabia, alipiga vita vikali tabia ya mwanamke kujiweka waziwazi, kujifanya rahisi. Katika suratul Ahzab Mwenyezi Mungu amekataza, akiwaambia na maelekezo yanapeleka kwa wanawake wa waumini. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanawake waambiwa msidhihirishe mapambo yenu, mukatembea waziwazi, mukadhihirisha sehemu zenu za ndani kama namna wale wa zamani walivyokuwa wakifanya. Ninyi msifanye. Zamani wanawake ilikuwa mtu ataipasua nguo paka kwenye paja. Hizo nzoma za ujahilia tena huko nyuma. Ndio. Kisha akitembea akijipitisha mbele ya wanaume,
ili wapate kumwona ule uzuri wake. Akivaa vikuku kwenye miguu ili wanaume wapate kuona yale mapambo yake, wavutiwe na yeye. Yule mwanamke alikuwa akifanya kila namna. Ukisoma katika tafsiri za wanazuoni, wengine wakwambia alikuwa akivaa viatu vya juu juu ili apate kuonekana kwamba yeye ni mzuri. Uislamu ukayapiga marufuku mambo haya kupitia Qur'an. Leo mtu atatoka na majalbabu, hakufanya kama wale, lakini amfanya ndani ya mtandao. Umeona ile tofauti? Yani kwa nje ukimwona hivi mestirika vizuri kabisa, majalbabu, lakini kenda kwa wall yake, timeline yake, hakuna stara yoyote. Hakuna. Bali katika sehemu nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkataza mwanamke kudhihirisha mapambo kwa sababu ni sumu. Mwenyezi Mungu ametuambia katika surati An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Wanawake wasidhihirishe mapambo yao illa wawadhihirishie waume zao wazi wazi. Mdhihirishie mumeo. Sehemu nyingine illa ma dhahara minha, wasidhihirishe mapambo ila ile sehemu ambayo yaonekana, ikikusudiwa uso na viganja viwili vya mkono, kuliko bakia kote kustiriwe. Naam. Ndugu yangu Bwana Rama, kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hadithi hatari sana. Hadithi imepokewa na al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam al-Bazzar. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, almar'atu aura, mwanamke yeye mzima ni uchi. Full. Akikusudia kila mahali katika mwili wake ni kivutio kwa mwanamume. Kisha Mtume akakamilisha akasema, fa idha kharajat, anapotoka nje, fa idha kharajat min baitiha istashrafaha ash-shaytan, shaytani humwandama. Akiona mahali kuna watu akamtiatia fikra, badilisha mwendo, fanya hivi. Ule shetani huyo akimwingia. Haya mambo Mtume ameyasema kwa upe. Lengo la kuyazungumza haya ni kwa sababu ni sumu hii ni kwao. Na sisi twawapenda, tunataka tuwe nao janna. Tunataka tukaingie nao tukaione pepo ya Mwenyezi Mungu kwenye starehe za milele. Ndio maana tulitanabahisha jambo hili. Ndio. Lakini tumalize na hadithi ya mwisho, kisha kama wakati tunao tuende katika somo ya mwisho au tuweze gusia kidogo. Sawa, wakati nafikiri bado huko. Tayeb. Naam. Kuna hadithi ya al-Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, swinfani min ahli an-nari lam arahuma, sampuli mbili katika sampuli za watu wa motoni, mimi sijaona sampuli mbaya kama hizo. Ile sampuli ya kwanza tuiache, twende ya pili ambayo ndo tunaoitaka hapa. Mtume asema sampuli ya pili ambao aliiona ni katika sampuli za motoni, anasema nisaun, wanawake, kasiyatun ariyatun, wamevaa lakini wako uchi. Uko motoni. Mtu amevaa lakini yuko uchi. Tunasema mailatun mumilatun, yeye mwenyewe amepondoka na yuwapondosha watu. Yeye ashapotea, yapoteza na watu kwenye mapicha, kwenye status na kwenye vitu vingine. Yeye ashakuwa sumu, sasa msumu. Sumu yote anasumu watu wengine. Naam. Mtume akamaliza akisema ruusuhunna, vichwa vao vikubwa, ka asnimatil bukhti, kama nundu zile za ngamia, wale wenye nundu wana mabicho makubwa, akikusudia kumejazwa mavitu. Sasa kama ni manywele, kama ni manini, lakini kichwa hicho. Mtume amemaliza maneno akisema la yadkhulna aljanna, hawaingii peponi. Hawaingii peponi. Haya maneno Mtume hakuyasema hivi kwamba labda alitembea sasa akaona. Ndiyo. Amesema kuwa wanawake wa kiswahaba wa zama zile mambo yalikuwa. Ukija karne yetu sasa huwezi kupinga kwamba hayako, utasema sasa yameongezeka.
Sasa ni kama Mtume actually alitabiri haya huko kabisa na yale. Ndio. Umefahamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukoma kusema hawaingii peponi. Aliongeza na kitu kingine kuonyesha kwamba hii ni mbaya kama ile sifa ya unafiki tulotaja, hawaingii peponi. Mtume amesema hawaingii peponi wala yajidna rihaha, na hata harufu ya peponi hawaipati. Angalia kibaya zaidi hicho. Wawezekao kuingia peponi lakini wanusanusa. Wafurahisha pua. Wewe hata harufu ya pepo huipati. Mtume akasema wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Na harufu ya pepo yapatikana mwenendo kadha kadha. Angalia hii hatari. Wanawake wamevaa wako uchi. Wamepotea wapoteza watu. Vichwa vao ni vikubwa kama nundu za ngamia. Hawaingii peponi. Wala hatapata harufu yake. Na kwao ni mambo madogo tu, kuchukua simu, weka kamera. Mtu yaona hizi, lakini athari ni kubwa sana. Mtu yaona hizi zimekuja kwa sababu watu wamuone. Zimekuja kwa sababu ajitangaze. Kumbe hivi vitu vimekuja uhifadhi tu kumbukumbu zako wewe mwenyewe binafsi. Sio uwaonyeshe watu zile ambazo kwamba zilikuwa umuonyeshe mume wako. Nafikiri haya maneno tukitaka kuyarefusha yatarefika sana. Naam. Lakini alhalimu takfihi alishara kama wanavyosema. Ile message imefika. Lakini jambo la mwisho tuligusie tu kidogo ili kusudi tumwachie na mfuatiliaji wetu mtazamaji nafasi ya kusema na sisi inshallah. Kuna sumu ya tatu. Na kama tulivyosema sumu ni nyingi lakini wakati ni kidogo. Kuna sumu ya tatu, nayo ni riba. Riba ni jambo baya sana, kula riba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameitaja riba kwa sampuli mbaya. Ndiyo. Riba ni ile hali ya mtu kuzidisha katika vitu. Ndiyo. Kula haki za wenzake. Ndiyo. Umechukua 100 utaregesha 500 na nini, ama kila 100 itatoa shilingi 25. Mifano kama hiyo za tofautiana, lakini sisi tuizungumza kwa jumla yote riba kama riba. Na Sheikh Mohsin, labbaik, kuna hizi betting ambazo zimeenea, au kukichezwa mipira utaona watu wana bet, na zinafanyika mpaka sasa Ramadhani. Na swala hili pia naomba uliangazie baadaye. Kwa kweli hata hatufai kulisubirisha baadaye, kwa sababu laingia humu. Ndiyo. Ile kubeti ni kamari. Beti ile ni alqimar. Lakini yaingia katika mambo sampuli kama hii, kula haki za watu. Manake alokula riba, ukweli wa maneno, ankula haki ya watu. Na wewe ukibeti, ukashinda, kama ni pesa kama ni nini, ni haki za watu zile umezile. Lakini ile ingia katika kategori ya kamari. Lakini ni pale pale kula haki za watu. Ambapo nayo ni sumu kubwa sana. Lakini kama tulivyosema hatuwezi kuzizungumza zote, hasa kwa wakati huu ambao ni mfupi. Naam. Mtu yuko tayari kuhakikisha maisha yake yote yamekwenda na riba. Yuko tayari biashara zake riba, kazi zake riba, kila kitu. Almuhimu yeye yuaona yuapata, aishi vizuri. Kumbe katika ile hali yuaishi vizuri ni sumu ile yuaipaka ile akhera yake sumu. Atakapokwenda kule ni sawa na mtu ambaye alikuwa akitaka kuvita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sasa kupigana na Mungu mtu utayarisha kabisa, tena hujali. Mwenyezi Mungu asema katika surati al-Baqara, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu, mcheni. Wadharu ma baqiya min ar-riba, achaneni na riba. Acheni kile ambacho kilipita huko nyuma kabla ya mtumi kuonya.
iwe ndio story imeisha. Kuanzia hapa kwenda mbele uwe mswafi. Mwenyezi Mungu akasema in kuntum mu'minin, kama kweli wewe ni muumini, chana na mambo ya riba. Mbele ya aya hii ni aya 279 280 yani 78 na 79 na maanisha. Mbele ya aya Mwenyezi Mungu akasema fa illam taf'alu, mukishindana hatuachi riba, acheni, hatutaki. Mwenyezi Mungu asema fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Tukome hapo. Mujue mumetangaza vita kupambana na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mumetangaza vita. Mumetangaza vita nyinyi na Mwenyezi Mungu. Naam. Hivi kweli mtu atatangaza vita na Mwenyezi Mungu halafu awe yuko kwenye salama mtu huyo? Awe ana hakika atashinda. Atashinda. Yaani kwa kipi Yesu? Mwanadamu dhaifu kabisa. Kwa ajili hiyo ndugu yangu Bwana Rama, jambo hili tuna ahadithi nyingi sana za kuzitaja. Lakini ni jambo maarufu katika jamii. Na wanazuoni kuna lugha wameitumia, wanasema kamalul abdi fi amrain. Mtu ili ahisabike amekamilika angaliwa mambo haya mawili. La kwanza maarifatul haqqi min albatil, aijue hii ni haki, hii ni batil. Hili ni jambo la kwanza mtu yaangalie, waijua haki, waijua batil. Kama sisi tuangaliwa, tuijua riba, kwamba hii ndio batil, haki ni kule kuiacha. Umefahamu? Mtu aijue batil ni hii na aijue haki ni hii. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili itharul haqqi ala albatil, kuitanguliza haki ukaiacha ile batil. Ushaijua hii ni haki, hii ni batil. Sasa jambo la pili, tanguliza haki, acha batil. Ndiyo. Mtu akiwa na haya mambo mawili, hii naijua ni haki, hii ni batil, kwanza uzijue ujue kuzitofauti. Jambo la pili, naifuata haki na acha batil. Mtu huyu huambiwa amekamilika. Panapotupeleka sisi mbio ni hapo. La kwanza tunalo, haki tuijua, batil tuijua. Sasa tukija kwenye kuitanguliza haki, tuache batil, balaa japo. Tuitanguliza batil, tuacha haki. Na tushazijua. Mtu yasikia mwadhini, tukipiga mfano toa haraka. Asikia mwadhini alfajiri. Adhana yamwambia as-salatu khairun minan naum. Ajua mimi natakaniwa niinuke nikaswali. Hiyo ndio haki. Kuendelea kulala ni batil. Lakini yuamua acha naendelee kulala kidogo. Nishike batil, ile haki niache. Mtu huyo hajakamilika. Na sisi twajua hii ni riba. Hii ni batil. Hii si riba. Mtu yuacha ile haki yafuata batil. Kwa ajili hiyo ndugu yangu Bwana Rama, tulipenda katika kipindi chetu cha leo tuje tumkumbushe ndugu yetu Muislamu na tujikumbushe sisi wenyewe pia nafsi zetu kwamba kuna sumu zinazoitwa sumu za maisha. Sumu za maisha ni mambo ambayo Muislamu akiyafanya basi aelewe ameharibu maisha, hata akijiona yatengeza, na huko akhera ndio kabisa ameharibu, ataingia motoni. Ima awache, kama hataki kuacha ajue ile sumu ishamuathiri na atakwenda kuona matokeo yake. Na Mtume ameambiwa walal akhiratu khairun laka min al-ula, tanguliza akhera, achana na nini? Dunia. Kwa hiyo unafiki mtu aache kwa sababu ya kuichunga ile akhera. Mwanamke hatuliyasema aache kwa sababu ya kuichunga akhera. Riba mtu aache kwa kuichunga akhera, na mambo mengine kadha wa kadha ambayo kwa haya tulazungumza mtu ataweza kupima. Hili pia ni sumu ya maisha. Hili pia ni sumu ya maisha. Naam.
kwa sababu laniharibia akhera. Jambo lolote linalomharibia mtu akhera yake ni sumu ya maisha. Mtu aache ili kusudi kesho siku ya kiyama twende sote tukajikute tumeingia peponi. Tutataka tuonane peponi Habibra. Leo tumeketi hapa pamoja. Ni raha iliyoje kesho twende tukaonane janna pamoja. Sema bwana tulikuwa tukifanya kipindi. Sisi tulikuwa na yakini kwamba tunaoyafanya tutayaona. Mwenyezi Mungu atatulipa. Angalia leo. Ni raha iliyoje. Na ni masikitiko yaliyoje twende tukamuone mtu ambaye tulikuwa tunataka tuwe naye. Lakini ameingia ule upande mwingine. Mwenyezi Mungu atulinde. Masikitiko makubwa sana. Nini yote alikuwa akijijua mimi haya ninayoyafanya ni sumu. Yani haribia akhera, lakini bado akaendelea kuyafanya. Basi nafikiri kufikia hizi dakika hapa tumpatie nafasi. Naam. Au kama wakati labda umekwisha kabisa. Na bado kuna kama dakika 5 hivi. Nafikiri katika hizo dakika 5 labda tumwambie mpenzi mtazamaji, tumkumbushe tu labda kama anataka kupiga simu tutampa hizo dakika 5 ambazo kama ana swali lolote labda uweze kumjibu ama clarification uweze kufafanua zaidi. Naam. Basi mpenzi mtazamaji, nambari yetu ya simu kama nilivyokuambia hapo awali ni 0793 000123 0793 000123. Ukitaka kuuliza swali unaweza kutupigia kwa nambari hizo, na swali lako haswa tungependa ulenge sumu za maisha. Iwapo unataka ufafanuzi zaidi, Sheikh wetu Sheikh Muhsin yuko hapa anaweza kufafanulia. Na ikiwa basi hatutakuwa na swali lolote Sheikh Muhsin, labda waweza kuaga watazamaji ama kama una lolote la kumalizia tumalizie. Naam. Kwa hakika Mwenyezi Mungu atuongoze. Amen. Raha kwa kizungumza kitu ni wewe unakizungumza kwanza ukipractice. Okay. Mwenyezi Mungu atuepushe na unafiki. Amen. Inshallah. Na haya ya wanawake tuliyataja ikiwa yako nyumbani kwetu, Mwenyezi Mungu atuondolee. Na kadhalika haya ya riba ikiwa tunayo, Mwenyezi Mungu atuepushe nayo. Na wale ndugu zetu watazamaji, wasikilizaji, wafuatiliaji, Mwenyezi Mungu na wao awaepushe wao na watu wao. Amen. Na ulimwengu mzima kwa jumla. Haya tuliyozungumza na ambayo hatukuyazungumza, Mwenyezi Mungu awaepushe nayo. Amen. Bwana Rama, tuombeane khairi. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika waja wake wema. Amen. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika wale ambao wanasema wanayoyafanya. Sio wanasema ambayo hawayafanyi. Mwenyezi Mungu atuzindushe katika dini. Amen. Na Mwenyezi Mungu atupatie himma katika kutenda matendo mema. Amen. Mwenyezi Mungu atupatie muamko katika ibada. Amen. Mwenyezi Mungu atujalie tukiondoka hapa ulimwenguni tuondoke na neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Amen. Na Bwana Rama, nimekusikia hapa ukiniita mimi Sheikh. Naam. Na mimi neno hilo kwangu ni neno kubwa. Na umeniita kwa sababu Ustadh Muhsin amesoma. Naam. Ndio maana akaketi hapa. Naam. Na mimi sikujisomesha. Naam. Na walimu ambao wamenisomesha. Ndio nikaketi hapa. Hii kuketi hapa ni matunda ya kazi walioifanya. Mwenyezi Mungu awalipe. Amen. Tuliyozungumza yote na mengine yote tunaoyafundisha madarasa, misikitini, Mwenyezi Mungu awapelekee thawabu. Amen. Waliotangulia mbele za haki. Amen. Na walioko hai, na namkusudia hasa Sheikh langu Al-Allama As-Sayyid Muhsin bin Sayyid Ali Badawi Jamal al-Layl. Mwenyezi Mungu awapelekee thawabu. Amen. Na awabarikie na awajalie watulie roho zao kwa kuona kwamba yale walioyafundisha tujaribu kuyafanyia kazi. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukran sana Sheikh Muhsin, japokuwa jina la Sheikh kwako ni jina zito lakini linaingia kwa sababu ya yale ulionayo. Allahumma amin. Allahumma amin. Basi mpenzi mtazamaji, shukran pia nyinyi kwa kutazama kipindi chetu hiki. Inshallah taala tukutane tena kesho wakati kama huno tutakapokuwa na Sheikh mwingine. Inshallah Mwenyezi Mungu akulete tena tuweze kufanya vipindi bila shaka inshallah. Basi mpenzi mtazamaji, pia shukran nzima kutoka kwa timu nzima ya Al Ihsan TV.
Tunasema kuweni na saumu makbul, inshallah tukutane kesho panapo majaliwa.